Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana na karibu tena mtazamaji mpendwa katika Kristo. Na kualika jioni ya leo tuweze kujua yaliyo mapenzi ya Mungu ni yapi katika masomo yetu kutoka kwa kanisa la saa 11. Kama ilivyo ada, na kwa mujibu wa kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya yake ni ya kwanza, naomba tuweze kuata ombi. Kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi zifanyike kwa ajili ya watu wote. Basi tuweze kupiga magoti kwa ajili ya kupata ombi. Baba wetu, Mungu wetu uishie mbinguni, jina lako liinuliwe. Sifa na shukrani zikurudie kwa sababu unastahili. Tusamehe dhambi zetu na makosa yetu mahali tumejikua katika dhambi, kwa kuwaza kwetu, kunena kwetu na hata kutenda kwetu, ili kwamba tuweze kupata kibali mbele zako. Jioni ya leo na kushukuru kwa sababu ya nafasi hii na fursa ambayo umetujalia kusudi tuendelee kujifunza mambo makuu na ukweli wa wakati huu ambao unaendelea kutuandaa kwa ajili ya ujio wako kwa mara ya pili. Kambariki mtazamaji anayefuatilia vipindi vya kanisa la saa 11, yani kwa pamoja uendelee kutuunganisha na kamba za pendo lako na ahadi uliyoitoa Kristo kupitia kwa wanafunzi wako, kwamba huyo Roho wa kweli atakapokuja hakika ataweza kutuelekeza katika kweli yote. Na ndipo tunaomba jioni ya leo kwamba uendelee kutusaidia kila mmoja wetu. Lengo letu ni kwamba tuweze kujua yaliyo mapenzi yako, na hasa tuendelee kufahamu kweli hizi jinsi ambavyo mbingu zimezifunua. Kamsaidie kila mmoja wetu, kwa maana tunafahamu kwamba pasipo Roho wako hatuwezi tukayapambanua na kuyaelewa maandiko, bali kwa uwepo wako kupitia kwa Roho Mtakatifu tutaweza kujua nia na malengo na makusudi ya mbinguni ni yapi. Ndipo sababu jioni ya leo naomba ya kwamba uweze kutusaidia, uandae mioyo ya watoto wako wote ambao wako na nia ya kujua ukweli, uweze kuwasaidia wote kwa jumla, ili kwamba tuweze kufahamu kweli yote, na zaidi ya yote tuendelee kujiandaa kwa ajili ya ujio wako kwa mara ya pili. Atuongoze tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho, Roho wako Mtakatifu akiwa ni mwalimu wetu na kiongozi wetu. Nao malaika watakatifu wazidi kutuhudumia kila mmoja wetu.
Ni katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amina. Basi ndugu mpendwa, jioni hii tunaenda kuangalia somo ambalo limebeba kichwa cha somo letu jioni ya leo inasema kwamba ni nini ambacho kilitengwa au kuvulishwa. Ni nini ambacho kilitengwa au kuvulishwa kutoka kwa mwana wa Mungu? Ni nini ambacho kilitengwa au kuvulishwa kutoka kwa mwana wa Mungu wakati wa kuzaliwa kwake katika sura nyingine? Wakati wa kuzaliwa kwake katika sura nyingine. Ndiyo kichwa cha somo letu jioni ya leo. Mjumbe wa Mungu anasema kwamba, mjumbe wa Mungu Nabii Ellen White, hakuna ukweli wenye nguvu zaidi kuliko ukweli ambao wakati wake umewadia. Hakuna ukweli wenye nguvu zaidi kuliko ukweli ambao wakati wake umewadia. Yaani wakati wa ukweli ukifika, ukweli huo una nguvu kweli. Hakuna kitakachoweza kupoza ukweli huo. Ndiyo maana kwamba ujumbe na ukweli wa nini? Wa wakati. Lakini kama wakati wake hujafika, huwezi kuwa na nguvu. Katikati ya vilio vinavyochanganya, utapelekwa ushuhuda maalum, ujumbe maalum wa ukweli unaofaa kwa wakati huu. Ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa, kuaminiwa na kufanyiwa kazi. Hiyo ni kwenye SDA Bible Commentary, volume yake ni ya 7, ukurasa wake ni wa 984, 7 BC, page 984. Yaani katikati ya vilio vinavyochanganya. Vilio vinavyofanya nini? Changanya. Vilio hivi vinavyochanganya ni sauti mbalimbali. Lo, ukweli ndio sisi tunao. Lo, Kristo ndiye huyu hapa. Vilio vingi katika maeneo mbalimbali. Yaani kwamba katikati ya sauti hizo nyingi zinazochanganya, zinachanganyache? Yaani kwamba washiriki, hata waumini, yaani hao watu wa Mungu wetu waliotapakaa, wanaotafuta kujua ukweli, wanachanganyikiwa. Jameni, tusikiliza sauti gani? Ukweli ndio upi sasa? Kwa mfano swala la uungu. Hakika kuna makundi mengi yanayofundisha swala la nini? La uungu. Kuna makundi mengi yanayofundisha hata katika mambo ya kama vile ubaya wa Utatu Mtakatifu. Vilio ni vingi kutoka sehemu mbalimbali. Uelewa upo tofauti. Ndiposa hapo tunaambia kwamba katikati ya vilio vingi vinavyochanganya, utapelekwa ujumbe maalum, a special message wa ukweli unaofaa kwa wakati huu. Ujumbe huo unatakiwa ufanyeje? Upokelewe, jambo la kwanza. Jambo la pili, uaminiwe, na jambo la tatu, ufanyiwe kazi. Ufanyiwe kazi. Basi naomba tuweze moja kwa moja tuweze kuingia kwenye somo letu. Tuweze kuangalia ni nini ambacho mjumbe wa Mungu, maandiko matakatifu na roho ya unabii, maandiko matakatifu pamoja na roho ya unabii, ni kipi tunaona kwamba kiliweza kuvuliwa ama kuvulishwa au kutengwa kutoka kwa mwana wa Mungu wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine. Wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine. Haya basi, mtu wa Mungu,
tunaangazia hapo kwamba ni nini kilichovulishwa au kutengwa kutoka kwa mwana wa Mungu wakati wa kuzaliwa kwake katika sura nyingine. Fungu la kwanza ambalo tunaanza kuliangalia ni kitabu cha John chapter 4 verses 24. Yohana Injili 4 mstari wake ni wa 24. Yohana Injili 4 mstari wake ni wa 24. Yohana Injili 4 mstari wake ni wa 24. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Basi kutokana na kwamba, jambo la kwanza, kutokana na kwamba mwana wa Mungu alikuwa roho, na kutokana na kwamba alikuwa roho tu kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine, na kutokana na kwamba huyo roho alikuwa kila mahali kabla ya kuzaliwa kwake katika sura nyingine, alikuwa ni huyo roho aliyevulishwa kutoka kwa ubinadamu wake, yaani kwa lugha nyingine kutenganishwa, ikiwa utapendelea kuchukua kauli hiyo, au kuvulishwa au kumwagwa, ili kufanyiza nafsi nyingine, nafsi ya tatu ya uungu. Ningependa kurudia hapo. Kauli ya kwanza tumesoma katika kitabu cha Yohana Injili 4:24 ya kwamba Mungu ni roho, na wamwabuduo imewapasa wamwabudu katika nini? Katika roho na kweli. Yaani asili, maandiko yanamfunua asili ama nature ya Mungu kuwa ni nini? Mungu ni roho. Asili yake ni ya kiroho. Ndio maana katika kile kitabu cha Ibrania 9:14 tunakuta kauli kama tunakuta nini? Kauli ya roho ya nini? Ya milele, eternal spirit. Kwa mfano tuweze tukaangalia hapo Ibrania 9:14 kwa sababu itakuwa ni ya msaada katika somo letu hapa. Ibrania 9:14, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele, alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Basi tunakuja kuona kwamba asili ya Mungu ama nature ya Mungu, vile ambavyo maandiko yameyafunua kwamba Mungu ni roho. Sasa katika hali hiyo ya kwamba Mungu ni roho, yani kama vile Baba alivyo leo hii, Mungu ni roho, asili yake ni roho, kwamba roho mmoja wa nini? Wa milele. Basi hapa tunakuja kuona kwamba kutokana na kwamba alikuwa roho tu, nani huyo? Mwana wa Mungu. Kwa sababu mwana wa Mungu alikuwa ni chapa ya nafsi ya baba yake. Chapa ya nafsi ya nani? Ya baba yake. Yaani vile ambavyo baba yupo leo hii, Mungu ni roho, na kwamba analo umbo, a spiritual body, umbo la kiroho. Vivyo hivyo ndivyo Kristo alikuwa. Basi katika hali hiyo alikuwa katika hali ambayo ni roho tu. Ndio utanielewa tu. Vivyo hivyo ambavyo baba yako leo hii ndivyo Kristo alikuwa, kwamba ni roho na hapo na umbo la kinini? La kiroho. Ndio maana katika hali hiyo angeweza kuwa kila mahali, omnipresent, omniscient, omnipotent. Hizo sifa, anakuwa kila mahali kwa njia ya nini? Ya roho mmoja wa milele. Basi Ellen White, nabii wa Mungu Ellen White, alikuwa mmoja wa waasisi wa Adventista.
She was one of the pioneers. Alifundisha kuwa Roho Mtakatifu alivulishwa au kutengwa kutoka katika ubinadamu wa Kristo. Kuvulishwa au kutengwa kutoka katika ubinadamu wa nani? Wa Kristo. Sasa hebu tukaangalie sifa za kimungu. Sifa za kimungu ni zipi? Alijifanya kuwa hana utukufu. Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Wafilipi 2 kuanzia 5. Hasa mstari wa anzia 5, 6 hadi 7 hapo. Alijifanya kuwa hana nini? Utukufu. Alimwaga mwenyewe. Kumwaga huku kulikuwa ni kwa hiari bila kufanya nini? Kulazimishwa. Hebu tukaangalia Yohana Injili 10:17-18. Yohana Injili, John chapter 10 verse 17 and 18. John 10:17-18. Ndiposa Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili niutwae tena. Ndiposa Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kutoa, ninao na uweza wa kutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Yaani kuna mafundisho ambayo yako hapo kwamba haingewezekana kwa Kristo kubakiza sifa za kimungu na bado akamilishe kuzaliwa katika sura nyingine. Haingewezekana afanye nini? Kubakiza sifa za kimungu, yani kama vile kuwa kila mahali, kujua yote na mwenye nguvu ama nini, yani kufanya yote kwa nguvu zake. Haingewezekana abakize sifa hizi kwa upande wake, tena azaliwe katika sura nyingine, yani kwamba katika sura nyingine hatimaye anapozaliwa hapa kama mtoto kule Bethlehem, haingewezekana abakize sifa za kimungu na bado azaliwe katika hali ambayo alizaliwa hapa duniani na akawa kielelezo kwetu. Hiyo ni kwenye Bible Commentary, volume yake ni ya 7, ukurasa wa 155. Safu yake ni ya kwanza ama paragraph ya kwanza. 7 BC page 155 paragraph 1. Bali, hii ilikuwa ni mstari wa 7. Bali, wa Filipi 2 ngapi? 7. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatua namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Wa Filipi 2:7 hadi 8. Kujiweka chini ya Kristo kwa hiari, akichukua mapungufu ya asili ya binadamu wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine. Bwana Yesu Kristo kwa hivyo alijiweka chini ya Baba kwa muda wa huduma yake duniani. Naomba nirudie hiyo kauli kwamba kujiweka chini kwa Kristo kwa hiari, alichukua mapungufu ya asili ya binadamu wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine. Bwana Yesu Kristo kwa hivyo alijiweka chini ya mapenzi ya Baba yake kwa muda wa huduma yake duniani. Naomba tusome mafungu yafuatayo yanayozungumzia hoja ama kauli hizo. Fungu la kwanza ni Zaburi, Psalms chapter 40, Zaburi 40. Zaburi 40. Zaburi 40 mstari wake ni wa 8. Kuyafanya mapenzi yako, Mungu wangu, ndiyo furaha yangu. Naam, sheria yako imo moyoni mwangu.
imo moyoni mwangu. Hilo ni fungu la kwanza. Kuyafanya mapenzi yako ndiyo furaha yangu. Mwana wa Mungu ilikuwa ni furaha yake kuyatenda mapenzi ya baba yake. Jambo lingine ni Mathayo 26:39. Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. Sura yake ni ya 26, aya yake ni ya 39. 39. Ambapo inasema, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Yaani hakuna jambo alilolifanya mwana wa Mungu hasa hapa duniani alipokuwa ameshazaliwa katika sura nyingine ambacho ilikuwa inafaa ama inatimiza mapenzi yake mwenyewe, bali yote aliyoyafanya ilikuwa ni kutimiza mapenzi ya baba yake. Ndio maana hata katika lile ombi ya kwamba mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko wapi? Mbinguni, alikuwa amejiweka chini ya mapenzi ya baba yake. Chochote alichokuwa nakifanya alikuwa anatimiza mapenzi ya baba yake. Vile vile hata katika kitabu cha Yohana Injili 3:16, 4:34, Yohana Injili 5:19, pia 30, Yohana Injili 12:49. Vile vile tunaweza tukasoma Korintho wa pili 8:9, Ibrania 2:9. Pia tuko na mafungu ni mengi hata katika kitabu cha Yohana Injili 17:4. Vile vile 8. Hayo yote yanaonyesha kwamba alikuwa anatenda ama tekeleza mapenzi ya baba yake. Hata katika uumbaji, baba aliumba kupitia kwa mwanawe. Na tusije tukasahau, tukumbuke kwamba alipofanya uumbaji, mwana wa Mungu alipofanya uumbaji, alikuwa amekwisha zaliwa katika sura nyingine. Yaani kwa kifupi ni kwamba umbo lake lilikuwa limeshabadilika. Limebadilika kiasi kwamba malaika ambao wameumbwa, kwa sababu viumbe wa mbinguni wameumbwa kwanza kabla ya sisi baadaye tunakuja kuumbwa. Ulimwengu huu umekuja kuumbwa baadaye. Amba nirudie hapo. Ulimwengu huu umekuja kuumbwa baadaye. Ndio maana kwamba yani malaika wanapo uumbaji wa mbinguni unapokamilika, baadaye vita vinatukia mbinguni na hatimaye wanarushwa wapi? Huku duniani. Sasa kwamba hapa mwanadamu anapoumbwa hapa duniani, inakuja kuona ni kwamba lengo ama kusudi ilikuwa ni kwamba Mungu alikuwa amekusudia kwamba wanadamu waweze kujaza zile nafasi zilizoachwa na wale malaika walioanguka, walioasi, pamoja na Lucifer na wale malaika dhuruti moja. Basi kwamba Kristo ambaye alikuwa ameshabadilika, yani umbo lilikuwa limeshabadilika. Badiliko katika umbo lake lilikuwa ni endelevu, ambalo hatimaye alipozaliwa kama mtoto hapa duniani ndio ilikuwa imefikia kiwango ambacho kilikuwa kimepangwa kama kafara, lakini sio kama nini? Mkombozi. Hayo maneno unaweza ukayapata kwenye kitabu kinaitwa Review and Herald, volume yake ni ya 12, ukurasa wake ni wa 409, aya yake ni ya kwanza. Kwa kuzaliwa katika sura nyingine. Hii sura nyingine haijaanzia hapa duniani, ndugu zangu na dada zangu, haijaanzia hapa duniani. Mbinguni alipoonekana akona umbo kama la malaika, na ndiyo maana wale malaika hawakuweza kuelewa kwamba, walidhania kwamba huyu ni kiumbe mwenzao, walidhania kwamba Kristo alikuwa ni malaika mwenzao, lakini kumbe ilikuwa ni kusudi kwamba awe go between, awe mediator kati ya baba na wale viumbe wake ama wale malaika. Lakini unaona kwamba hawakuweza kukubali swala hilo. Walikataaje? Kwamba hawakuweza kukubali kwamba ama kuomba msamaha kama ilivyo mbinu ya nani? Tabia ya shetani. Na ndivyo hata leo hii, wakati umeona kwamba umekosea, jambo la muhimu kama vile Daudi, yani ni kukiri kwamba hakika nimefanya nini? Nimekosea.
na Mungu yuko tayari kuweza kutusamea dhambi zetu na kutuumba upya. Sasa wazazi wetu wa kwanza wao walikubali ofa hiyo, kwamba baada ya kwamba wameasi, wamevunja sheria ya Mungu kwa kula lile tunda, walifanya nini? Walipodokezewa kwamba haya ndiyo madhara na kwamba watamsababisha mwana wa Mungu kutoka mbinguni, hakika walijuta sana kwa kitendo hicho, kwamba madhara yote yatakayokuta ulimwengu huu ni kwa sababu yao. Walijuta, na hivyo ndivyo kwamba ni sawasawa na kwamba waliomba msamaha na walikubali hiyo ofa ambayo walikuwa wamepatiwa, na ndiposa wakapewa nafasi ya ngapi? Ya pili. Na hiyo nafasi ya pili ndiyo tunayo kupitia kwa nani? Kwa Kristo, kwa mwana wa Mungu. Tunakuja kuona hapa kwamba akiweka chini vazi lake la kifalme, aliweka chini vazi lake la kifalme kwenye kitabu cha Desire of Ages, Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 22 na 23. Desire of Ages, page 22 and page 23. Kwa hiari alitua asili ya binadamu bila kulazimishwa au kusurutishwa. Ilikuwa ni tendo lake mwenyewe na kwa ukubali wake mwenyewe. The Signs of the Times, Januari 20 mwaka 1890. Signs of the Times, January 20, 1890. Pia unaweza ukaangalia kwenye Testimonies for the Church, Shuhuda kwa Kanisa, volume yake ni ya 5, ukurasa wake ni wa 702. Alifanyaje sasa hapo? Alijinyenyekeza mwenyewe na akatua hali ya kufa juu yake. Ndiposa atue hali ya kufa juu yake, yamaanisha kwamba kitendo hicho inamaanisha kwamba lazima angeachilia zile sifa zinazofanyiza Mungu, kwa sababu alikuwa anamiliki sifa hizo. Sifa hizo ni pamoja na nini? Omnipotent, omniscient, omnipresent. La sivyo hangeweza kufa. Hangeweza kufa kule msalabani, hawangeweza kumuua. Lazima aliziachilia. Sasa tena unapokuwa na dhana kwamba alikuja katika ile hali yake, kwamba na ule uungu wake, kwamba akachukua ule binadamu ukafunika juu yake, utakuwa haujakuwa na uelewa sahihi. Itakuwa ni tafsiri ambayo haipo, ama ni kinyume na vile ambavyo maandiko na roho ya unabii vinafafanua. Kwa hivyo hata ukisoma kitabu cha Bible Echo, msomaji, Bible Echo, October 12 mwaka 1896, paragraph yake ni ya kwanza. Wakati ulipotimia, mwana wa Mungu aliweka kando uungu wake, akaja katika mwili. Alidhihirishwa katika mwili. Kwa namna gani? Yaani kudhihirishwa katika mwili, aliachilia uungu wake, akaja katika nini? Mwili. Na ndiyo siri ya utauwa. The mystery of godliness. He came in our likeness, ndiposa aweze kuwa kielelezo kwetu. La sivyo, yani hata shetani angecomplain, angelalamika, aseme ya kwamba imewezekana hivyo kwa sababu yeye amekuja kwa njia ambayo sio ya kawaida. Kwa sababu tunaambiwa kwamba alipokuwa hapo ulimwenguni alikuwa ni mwana wa Mungu katika upeo mpya. Kwa namna gani? Luka 1:35, nguvu zake aliye juu zitakufunika. Yaani malaika alikuwa anamwambia Maria. Na ndivyo ilikuwa kwamba Holy Ghost alimjilia nani? Maria, na matokeo ni mtoto Yesu. Muunganiko huo kwamba matokeo ya nini? Holy Ghost na mbegu ya nani? Na yai la Maria. Katika hali hiyo tunakuta kwamba mtoto amezaliwa ambaye alikulia hapo ulimwenguni, akapitia yote ambayo tunayapitia. Na ndiyo maana sasa hapa hata katika kile kitabu cha Waebrania 4:15-16 tunaambia kwamba alijaribiwa sawasawa na sisi. Haingewezekana ajaribiwe sawasawa na sisi ikiwa hakuja katika mwili, hakudhihirishwa katika mwili. Hilo ni jambo la muhimu na la kuzingatia. Na ndugu, ni kuambie kwa kifupi hapa jambo muhimu. Ubinadamu wa Kristo jinsi tunavyouelewa ni muhimu, kwa sababu itaweza kutusaidia tuweze kuwa na nguvu ya kushinda dhambi. Ukiwa na uelewa tofauti usio sahihi, inamaanisha kwa namna moja au nyingine utakuwa na mtazamo ambao ni tofauti na maksudi ya mbinguni.
ukiwa na mtazamo kama vile kwamba alishinda kwa sababu alikuwa unique kutokana na sisi, utakuwa umekosea. Maandiko yanamueleza kwamba alikuwa ni mwanadamu, alijaribiwa sawa sawa na sisi. Yaani kama sivyo kwamba alikuja katika mwili, ikiwa hakudhihirishwa katika mwili, inamaanisha kwamba haingesema kwamba alijaribiwa sawa sawa na sisi. Na ni kwa nini shetani alifurahia kwamba sasa kwamba atakuja katika mwili? Alifurahia akasema kwamba amepata fursa ya kumshinda kama aliwashinda Adamu. Yesu atakapokuja katika mwili avae viatu za Adamu. Na ukumbuke yeye hata amekuja baadaye, baada ya miaka ngapi? Miaka 1400. Baada ya yani madhara ya dhambi yameshaenda sana. Ndivyo alikuja yeye baadaye. Shetani alifurahia kwa sababu alijua kwamba atakapokuja katika mwili, atakapozaliwa kama mwanadamu, ili itakuwa ni fursa ambayo atapata ili kuweza kumshinda. Kwa sababu alijua kwamba, ama nafahamu ya kwamba ubinadamu uko hata chini ya malaika. Yaani uweze kuona hiyo hali halisi vile ambavyo mwana wa Mungu alijishusha kiasi kikubwa sana. Kilichomuokoa ni nini? Alimtegemea Mungu kila hatua. Alitegemea nguvu kutoka kwa baba yake. Basi tunakuja kuona kwamba alijinyenyekeza mwenyewe na kutua hali ya kufa juu yake. Yeni kwenye Review and Herald Septemba 4 mwaka 1900. Review and Herald Septemba 4 1900. Mwana wa Mungu alikuwa amejisalimisha chini ya mapenzi ya Baba na kutegemea nguvu zake. Kwa dhahiri Kristo alikuwa amemwaga kabisa nafsi kiasi kwamba hakufanya mipango kwa ajili yake mwenyewe. Alikubali mipango ya Mungu wake. Na siku kwa siku Baba alifunua mipango yake. Siku kwa siku Baba alifanya nini? Alifunua mipango kwa ajili yake. Yeye ni kutokana na kitabu cha Desire of Ages ukurasa wa 208. Tumaini la vizazi vyote page 208 ama ukurasa wa 208. Unaweza ukaangalia pia kwenye ukurasa wa 694 664. Wakati akibeba asili ya binadamu, asili yetu, alikuwa mtegemezi wa mwenye nguvu kwa uzima wake. Katika ubinadamu wake alishikilia uungu wa Mungu. Alishikilia uungu wa nani? Wa Mungu. The Signs of the Times, June 17, 1897, paragraph 8. The Signs of the Times, June 17, 1897, paragraph 8. Alijisalimisha chini ya mapenzi ya baba yake na akategemea nguvu za nani? Za Mungu. Alimwaga dhahiri nafsi yake kiasi kwamba hakufanya mipango. Ndio maana alikuwa anaamka usiku wa manane. Alikuwa anaamka mapema sana kuomba ili kujua mapenzi ya baba yake katika siku hiyo yalikuwa ni nini. Ilikuwa ni nini? Yaani alikuwa anategemea kwamba apokee ratiba kutoka kwa baba yake. Na hapo ndo nakuja kuona kwamba hapo ndo angeweza kupokea ratiba kutoka kwa baba yake ya kwamba leo utapitia maeneo fulani. Leo utaenda upande fulani. Leo hali itakuwa namna hii. Leo utakutana na kipofu. Utakutana na Batimayo. Leo utakutana na nani? Na Zakayo. Leo utakutana na mgonjwa fulani. Ratiba alikuwa anazitoa kwa Mungu na baba yake. Nakumbuka kwamba yeye ndiye kielelezo kwetu. Na ndivyo hivyo inastahili kwamba sisi pia iweze kuwa kwetu. Yaani tusiweke mipango yetu kwamba leo naenda nafanya hivi nafanya hivi. Tutakuwa tumeishia kuenda mbele yake. Tufanyeje basi? Mapenzi yako ni nini? Ungependa niende wapi leo? Anatuamsha, anatupatia mipango, anatupangilia kwamba leo unafaa uende mahali fulani. Yaani unakonfirm kwamba je, niende kule au nisiende? Atupatie jibu. Hakuna njia mingi za kuzungumza pamoja na sisi.
Hiyo ni pamoja na kufundishwa, inatufundisha kumtegemea Mungu katika kila hali, katika kila jambo. Lakini mara nyingi huwa tumejiendea tu kimwili, huwa tumejiendea kivyetu na tunaishia kufanya nini? Kugonga mwamba ama kugonga ukuta. Kwa sababu gani? Tumeenda na manguvu yetu pasipo kuzingatia mapenzi ya mbingu kweli yalikuwa ni nini. Unakuja kuondoa baadaye, kumbe mbingu haikuwa imeidhinisha kwamba niweze kuenda sehemu hiyo. Basi ni jambo la muhimu na la kuzingatia sana. Na hiyo ni tunaipata kwamba imetokana kwamba yeye alienda ama alitegemea mapenzi ya baba yake. Jambo lingine, Nabii Ellen White anasema kwamba Roho wake Mtakatifu alikuwa uzima. Alikuwa nini? Uzima wake na nafsi. Alisema kuwa hiyo ilikuwa zawadi njema sana ya juu kwetu ambayo mbingu zingepata kutoa. Alisema kuwa zawadi hiyo ilikidhi kiwango kilichopangwa cha kafara kabla ya msalaba. Kwenye Review and Herald Mei 19 mwaka 1904 ukurasa wa 42, aya yake ni ya kwanza hadi 3. Kristo alitamka kwamba baada ya kupaa kwake angetuma kwa kanisa lake kama zawadi ya juu kabisa mfariji ambaye angechukua nafasi yake. Mfariji huyu ni Roho Mtakatifu, nafsi ya uzima wake, hitaji kuu la kanisa lake, nuru na uzima wa ulimwengu. Kwa njia ya Roho wake Kristo hutuma mvuto wa kupatanishwa na nguvu ambayo huondoa dhambi. Katika zawadi ya Roho, Yesu alitoa kwa mwanadamu kitu kizuri sana ambacho mbingu zingepata kutoa. Roho alitolewa kama wakala anayeuisha. Yaani uisha ni sawasawa na kwamba tunabadilishwa, tunafanywa kuwa washirika wa asili ya uungu. Tabia ya Kikristo inapandwa katika maisha yetu. Ndiyo maana ya kuuisha, regenerate. Tuishi maisha ya Kikristo, ndiyo kazi ya Roho. Sasa mfariji huyo tumesoma hapo kwamba ni Roho Mtakatifu, kisha akaelezea zaidi huyu Roho Mtakatifu ni nani? Ni nafsi ya uzima wake. Yaani uzima wake una nafsi. Nafsi ya nini? Ya uzima wake. Kwa njia ya Roho ndipo moyo unatakaswa. Kwa njia ya Roho muumini huwa mshirika wa asili ya kimungu. Kristo ametoa Roho wake kama nguvu ya kimungu kushinda uovu wote wa kurithi na mazoea na kuweka tabia yake mwenyewe kwa kanisa lake. Njia pekee mfariji, Roho Mtakatifu angekuwa nafsi ya uzima wa Kristo na bado kuwa nafsi tofauti ya tatu ya uungu. Ni kama uzima wa awali kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine, na nafsi ya Kristo ulikuwa Roho wake Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu alikuwa milele baadaye ametengwa kutoka katika ubinadamu wake. Na hicho ndicho hasa dada White anasema kilitokea. Sasa hapa kwa kifupi, yani maelezo hayo yote yako wazi kabisa. Roho Mtakatifu, kumbuka kwamba kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine, ukatembea na ile picha ambayo Paulo anaitoa kwenye Wafilipi 2:5 hadi 8. Kwamba ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Kwani Mungu ako na namna gani? Asili yake ni nini? Tulisoma kwamba Mungu ni roho na wale wamwabuduo inabidi wamwabudu katika nini? Roho na kweli. Sasa alikuwa na umbo la kiroho. Alikuwa kwamba ni asili yake ilikuwa ni ya kiroho, spiritual. Alikuwa na spiritual body, umbo la kiroho, na kwamba Mungu ni roho. Na kumbuka tunapozungumzia kwamba Mungu ni roho, kuna roho mmoja, na kwamba kuna ile kwamba roho moja ya milele, one eternal spirit. Sasa Kristo alikuwa katika hali hiyo, na ambaye kwamba
ikiwa ni katika hali hiyo, ni nini basi kinakuja kujiri baadaye? Kinachokuja kujiri baadaye ni kwamba kwa kuzaliwa katika sura nyingine, lile umbo la kiroho, kwa sababu kabla akuja hapa alikuwa na umbo mbinguni. Hilo umbo la kiroho, ni nini ilifanyika kwa hilo umbo la kiroho? Ndiyo maana kwamba lile umbo la kiroho, yaani mwili wa kiroho, aliuvunja. Aliuvunja wapi? Mbinguni mwenyewe kwa hiari, katika hema takatifu, bila kulazimishwa au kusurutishwa. Na uzima wake ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Basi uzima wake ambao ni Roho Mtakatifu alifanya nini? Ulifanywaje? Aliuachilia uzima wake. Tunajuaje? Kitabu ni kile cha Desire of Ages, ukurasa wa 25, aya yake ni ya 2. Alitupatia uzima uliokuwa wake, akachukua mauti iliyokuwa yetu. Mauti iliyokuwa yetu ni mauti ya milele. Uzima uliokuwa wake ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu tumesema kwamba nafsi ya uzima wake ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Kuna kitu ambacho ametupatia, na alitupatia kitu hicho hakika, sio jambo la kuigiza. Ni nini Yesu ametupatia? Ni nini mwana wa Mungu ametupatia? Ni nini hiki ambacho tunakirithi? Kwa sababu sisi tunarithi kitu fulani kutoka kwake. Ni kitu gani hicho ambacho tunakirithi kutoka kwake? Ni uzima wake. Na uzima wake ndio zawadi ya juu kabisa ambayo tungepata kuipokea kutoka kwake. Na lengo la kupokea zawadi hiyo ni kwamba tuweze kushinda dhambi. Na ni kwa nini tunashinda dhambi? Ili kwamba tuweze kuingia mbinguni. Hakuna atakayeweza kuingia mbinguni akiwa na nini? Na mazoea ama na maisha ya dhambi. Lazima tuwe tumesamehewa dhambi hizo, yaani kwamba tumetakasika. Dhambi sio sehemu ya maisha yetu tena. Ndiyo maana ndiyo zawadi ya juu kabisa. Kwa sababu tumaini kuu lenye baraka ni kufunuliwa kwa nani? Kristo atakapokuja atupeleke mbinguni. Ile ahadi aliyowaachia wanafunzi wake iweze kutimia, kwamba nitakuja niwachukue mahali nilipo nanyi muwepo. Na ndilo tunalolisubiri. Tuweze kuhamishwa katika ulimwengu huu, tuende kukaa mahali ambapo ametuandalia mahali. Mahali hapa ametuandalia, hatuwezi tukaenda kule tukiwa na maisha yetu ya dhambi. Tunakuja kuona hapa kwamba mwanzoni alikuwa yule namna ya Mungu. Mungu ni roho na hakuna umbo la kiroho. Basi anapokuja kuzaliwa katika sura nyingine, na maanisha kwamba kuna kitu ambacho kitafanyika. Kitu hicho kinafanyika, jambo la kwanza, lazima kwanza atoe ule uzima wake wa kimungu. Uzima wa kimungu ni Roho Mtakatifu, ndugu yangu na dada yangu. Uzima wa kimungu ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Aliuweka kando ama aliuachilia. Na ameuachiliaje? Kuna wengine wanahoji kwamba sasa hivi unamaanisha kwamba aliuachilia sasa ukakaa kwa hewa kwa namna gani? Yaani ni sawa sawa na kwamba aliuachilia under the administrative under the administration of his father. Aliuachilia mikononi mwa nani? Mwa baba yake. Na ndiyo maana anakuja kusema ya kwamba nitaenda kwa baba yangu na nitamuomba. Anaenda kumuomba kwa sababu alishauachilia mikononi mwa baba yake. Baba yake awe ndiye administrator wa nini? Wa urithi huo. Urithi huo ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Halafu hapo lile umbo lake la kiroho alifanyaje? Kwamba aliuvunja katika hema takatifu, yaani kuvunja hali hiyo. Ndiyo maana anapowafundisha wanafunzi wake katika meza ya meza ya Bwana, anachukua mkate, anauvunja, akiwaambia chukueni mle. Wakorintho wa kwanza 11:24. Chukueni mle, huu ndio mwili wangu uliovunjwa. Ukisoma Kiingereza kinaweka vizuri kabisa. My body which is broken for you. Mwili wangu uliovunjwa. Ulivunjwa lini? Aliuvunja mbinguni kwenye hema takatifu kabla hajaweza kuja hapo ulimwenguni. Basi katika hiyo inatuelezea kwamba
Mwili ameuvunja katika hema takatifu, ameweka kando nini? Ameachilia nini? Uzima wake, kusudi tuweze kuja kufanya nini? Kurithi. Na anayeshughulika na hizo haya yote ni nani sasa? Ni Baba, ndiye administrator wa mambo hayo yote. Sasa kila ambacho kinaitwa ama the survival, kinachobaki, survival of Christ, ndiyo maana ya Holy Ghost. Ndiyo maana ya nini? Ya Holy Ghost. Holy Ghost haijaandikwa kwa Biblia kwa kimakosa. Ina maana sawa kwamba ni baada ya mauti ya Kristo. Yaani mauti yake ni kwamba mwili wake wa kiroho ameuvunja katika hema takatifu. Tunajuaje ameuvunja? Basi kama hakuuvunja, huo mwili, umbo la kiroho lilienda wapi? Kwa sababu leo hii ni mwanadamu aliyetukuzwa ambaye yako mbinguni. Basi kabla hajakuja hapa alikuwa na umbo la kiroho. Lilo umbo la kiroho lilienda wapi? Alilivunja umbo la kiroho. Uzima wake akauachilia. Ndiposa akaweza kufanya nini? Kuzaliwa. Kwa hivyo ndiyo maana ya Holy Ghost. Na unapoulizwa kwamba hebu kaseme tofauti ya Holy Spirit na Holy Ghost, kuna maana muhimu sana, ni kwa nini Holy Spirit inatumika na ni kwa nini Holy Ghost inatumika. Holy Ghost inarejelea nini? Inarifaa kwa nini? The survival of Christ. Kinachobaki baada ya mauti ya nani? Ya Kristo kwenye hema takatifu. Basi tunakuja kuona hapa kwamba katika hali hiyo Holy Ghost kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine, kabla ya kuja katika umbo lingine, ndiyo maana ya kuzaliwa katika sura nyingine, Roho wake Mtakatifu ilikuwa ni asili yake ya ndani. Uzima wake haukuwa umejitegemea, haukuwa nafsi iliyofanya nini? Iliyojitegemea, hadi kule ambapo alizaliwa katika sura nyingine ama alikuja katika umbo lingine. Yaani ndiposa aweze kuja katika ubinadamu. Sasa ilibidi kwamba ule uzima wake, asili yake ya ndani, pamoja na kwamba umbo lake la kiroho limefanya nini? Limevunjwa. Uzima wake umefanyaje? Ameuachilia. Sasa kilichobaki, the survival of Christ, ndio inaitwa Holy Ghost. Sasa ghost yake, sasa kila ambacho kimebaki, the survival of Christ, inakuwa sasa ni uzima ama ni nafsi ambayo inajitegemea kutokana na umbo lake la kibinadamu ambalo sasa limekuja, ambalo halikuwepo. Umbo la kibinadamu halikuwepo, ama ubinadamu wake haukuwepo, una mwanzo wake. Na kumbuka kwamba hiyo ndiyo makosa ya Utatu Mtakatifu, kwamba inaposema nafsi hai tatu za milele inahusisha ubinadamu ambao pia ubinadamu huu uko na mwanzo, lakini inaelezea vizuri kwamba ubinadamu wake sio wa milele bali uko na mwanzo wake. Basi alipokuja katika mwili ambao haukuwepo milele zote, inamaanisha kwamba ghost, ule uzima wake ulitengwa ama ulivulishwa kutoka kwa ubinadamu. Yani katika hali hiyo ya uelewa ni kwamba anamiliki asili mbili ama nafsi mbili ambazo zinajitegemea. Na sasa tunakuja kuona Daudi anasema kwamba Roho Mtakatifu ana wasifu, hasa personality, and that is the third person of the Godhead. Nafsi ya tatu katika nini? Katika uungu. Nafsi ya kwanza ni Baba. Nafsi ya pili ni ubinadamu wa Kristo uliotukuzwa. Nafsi ya tatu ni nini? Ni uungu wake ama Holy Ghost. Najua hii inachanganya watu sana sometimes. Holy Ghost ni nafsi ya tatu iliyofanya nini? Iliyojitegemea baada ya kuzaliwa kwake katika sura nyingine. Baada ya yeye kwamba amedhihirishwa katika nini? Katika mwili. Sasa imetenganishwaje? Imevulishwaje? Kwamba katika hali hiyo, unajua unaposoma na kuja kuona kwamba ubinadamu na uungu vimechanganywa ama amalgamation, vimeunganishwa. Vimeunganishwa katika hali gani? Ni vyake, asili zote mbili ni zake, ni za kwake. Alipokuja kama mwanadamu, nasema ya kwamba hakukoma kuwa Mungu, yani katika hali ya juu. Anasema ya kwamba alikuwa ni Mungu katika upeo wa juu na kimsingi. Basi hapo tunakuja kuona ya kwamba
ndio uweze kuelewa huyu Roho Mtakatifu ama msaidizi mwingine ambaye aliahidi, ambaye atakuja ni nani. Anasema kwamba ni yeye mwenyewe. Ni kitabu cha Manuscript Releases, volume yake ni ya 14, ukurasa wa 23, aya yake ni ya 3. Roho Mtakatifu ni yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe nani? Kristo, akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu, akiwa amevulishwa nafsi ya nini? Ya ubinadamu, na akifanya nini? Akijitegemea. Na akijitegemea. Sasa alivulishwaje? Yaani nakueleza ama inakuletea picha ya kwamba huyu Roho Mtakatifu usije kaelewa ya kwamba ni mtu mwingine kando na uzima wa Kristo. Uzima wa Kristo si ni asili ya ndani? Ni asili ya ndani ambayo imevulishwa nafsi ya nini? Ya ubinadamu. Na hata hivi unaporudi hata sasa, turudi hata pale nyuma kidogo, inakuja kutuambia hivi kwamba mbinguni wakati ilijulikana kwamba mwanadamu amefanya nini? Atapotea. Kwamba mwanadamu atapotea ama amepotea, Mwana wa Mungu alikaribia kile utukufu wa Baba, akaingia kule mara 3 kwenye maandiko ya awali. Tumaini ni kurasa wa ngapi? 126. Early Writings page 126. Early Writings Early Writings page 126. Early Writings page 126, paragraph 1, 126 paragraph 1. Huzuni ilijaza mbinguni ilipogundulika kwamba mwanadamu amepotea na kwamba ulimwengu ambao Mungu alikuwa ameumba imejazwa ama itakuwa imejazwa sasa na nini? Na wanadamu wanaokufa, magonjwa na vifo, na hakukuwa na njia ya kutorokea kwa mkosaji. Familia ya Adamu lazima ife, familia yote ya Adamu, uzao wa Adamu lazima wote wafe. Akaona ya kwamba Yesu, mpendwa Yesu, akiwa na huruma mwingi na huzuni, ikawa muonekano wa huzuni katika uso wake, na akaweza kumuona akikaribia ule utukufu uliokuwa umemzunguka Baba. Ndiposa malaika aliyekuwa naye akamuuliza, akamwambia kwamba yuko kwenye mazungumzo ya karibu sana na Baba yake. Na hapo ndipo malaika wa mbinguni waliweza kuwa na ile kutaka kujua sana ni nini kinachoendelea wakati ambapo Yesu alikuwa anazungumza na Baba yake. Mara 3 times he was shut in by the glorious light about the Father. And the 3rd time, na mara ya 3, he came from the Father, we could see his person. Na tungeweza kuona tungeweza kuona ubinadamu wake. His countenance was calm. Yaani hapo kafara, kuna kafara ambayo inaelezewa hapo, ambayo inahitaji macho makali kuweza kuitambua hapo. Alipoingia kwenye ile kwamba mara 3, hii ni kafara ambayo imeendelea kuwa described hapa, ambayo ni ya muhimu sana kwa watu wa Mungu ambao wako na macho makali. Yamaanisha nini hapa sasa? Kwamba njia lazima ifanyike kwa ajili ya mwanadamu kufanya nini? Kutokea. Na hiyo njia inafanyikaje? Mwanadamu ndiyo aweze yani kwamba Yesu ilibidi aweze kuwa mediator kati ya mwanadamu na Mungu. Na ndiposa baadaye hapo ndipo anakuja na kuwafunika na nini? Ngozi. Kwamba Mungu aliwafika nguo. Wao walitafuta majani na kujitengenezea nini? Nguo ama vazi.
Lakini Mungu mwenyewe ndiye angefanya nini sasa? Baadaye ndiye aliweza kuwafunika baadaye alipokuja kwenye bustani ya Eden na kuwatafuta Adamu. Adamu uko wapi? Hali aliyokuja nayo ya pili sio aliyokuwa nayo katika uumbaji. Najua hiyo itakukalia ngumu kidogo. Hali ya uumbaji alikuwa amewaumba akiwa na nini? Umbo ambalo lilikuwa linakaribia sana na lile la nini? La malaika kwa namna fulani. Lakini sasa ule utukufu tena badiliko lazima liendelee kufanyika kwake, kwa sababu hawa wameshakuwa watenda dhambi, la sivyo watateketezwa. Utukufu ule yani anaendelea katika process, hatua mbalimbali ya kuendelea kushuka ili kwamba aweze kuwa mediator kati ya Mungu na wanadamu. Sasa umbo lake linaendelea kubadilika na linakaribia la wanadamu. Hapo naomba kama uweze kufuatilia polepole na kwa umakini na kuelewa jambo hili. Sasa katika hali hiyo, anapokuja kule katika bustani ya Eden, anapowavika watengenezea mavazi, inamaanisha kwamba aliwatengenezea mavazi waliweza kuonana moja kwa moja. Lakini katika hali gani? Umbo ambalo limefanya nini? Limeendelea kubadilika na kukaribia na umbo la koo kabisa. Ndiyo maana kwamba hii kafara inakuja kukamilika kabisa alipozaliwa kule Bethlehem kama mtoto. Ilikuwa imefikiwa kiwango kilichokuwa kimepangwa kama kafara, lakini sio kama mkombozi. Sasa hapo unakuja kuona kwamba hiyo ilikuwa ni nini? Ni kafara. Alichokimwaga sasa ni kipi, ama kilichofulishwa ni nini, ama kilichotengwa ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, nafsi ya nini? Uzima wake. Na ndiposa kwamba milele zote kumekuwepo na nafsi ngapi? Mbili. Baba na Mwana. Na kutokana kwamba Mungu ni roho, sasa wote wamekuwa na umbo la kiroho. Umbo hili la kiroho asili ya nini? Alafu umbo la kiroho na kwamba Mungu ni roho na kuna roho mmoja wa milele. Roho mmoja wa milele ndio anashirikisha hizi nafsi ngapi? Mbili. Sasa Kristo mwana wa Mungu anatoa kafara ama dhabihu kwa njia ya roho wa nini? Wa milele, asili yake ya ndani. Sasa asili yake ya ndani inatolewa kama kafara kwa ajili ya upatanisho. Inamaanisha ya kwamba sasa hapa anapokuja katika mwili, ule uzima wake aliuachilia, akavunja mwili wake ama umbo lake la kiroho. Na kwamba the survival of Christ now being the Holy Ghost, ama mzuka mtakatifu, Holy Ghost, umemaki kama unajitegemea. Na ndio nafsi ya tatu katika nini? Katika uungu. Kulingana na maandiko gani? Ibrania 9:16-17, kiwango kilichopangwa kama kafara kulingana na agano la milele ilikuwa ni mauti ya Musia. Musia ni aliyelifanya agano. Aliyelifanya agano alikuwa yuna namna ya Mungu katika kila hali. Sasa lazima mauti yake iwepo, mauti ya milele. Mauti yake ya milele inakuaje? Ni kwamba ameachilia uzima wake milele kwa ajili ya kufanya nini? Kuturidhisha sisi. Na ndio maana yeye anakuwa ni kichwa leo hii, sisi tukiwa ni viungo na tunatengeneza mwili wake. Yaani mwili wake tunaotengeneza ni mwili upi? Ni ule mwili wa kiroho aliyouvunja kule mbinguni kwenye hema takatifu. Yeye akiwa ni kichwa, tunakamilisha mwili wake. Yaani ni privilege ya hali ya juu kabisa ambayo tumepewa mimi na wewe, kwamba tuweze kuunda mwili wake aliyouvunja, na si wote bali ni wale tu ambao wataweza kumpokea na kuamini mambo hayo. Katika kuzaliwa kwake katika sura nyingine kwenyewe, kabla ya msalaba, mwana alikuwa amefikia kiwango kilichokuwa kimepangwa kama kafara. Na hicho kiwango kilichopangwa kilikuwa mauti ya Musia. Musia alikuwa mwana wa Mungu aliyekuwa wa kimungu tu, yani uungu safi. Kama ungependa pure divinity, wakati alipoingia katika agano la milele. Kwa hiyo ulikuwa ni uungu wake, uwepo wake wa roho uliolazimika kufa
kwa kitu fulani milele. Kwa hiyo alikufa kwa uwepo wake wa uungu tu na kuwa mwana wa Mungu katika upeo mpya, katika utu mpya, akiwa ameunganishwa na ubinadamu milele. Selected Messages Book 1, ukurasa wa 226. Kristo aliwaletea wanaume na wanawake nguvu ili kushinda. Alikuja katika ulimwengu huu katika sura ya mwanadamu, kuishi maisha ya mwanadamu kati ya watu. Alichukua hatari zote za asili ya mwanadamu ili kuthibitishwa na kujaribiwa. Katika ubinadamu wake alikuwa mshirika wa asili ya kimungu. Alikuwa mshirika wa nini? Wa asili ya kimungu. Yaani kwamba alikuwa mtegemezi wa uungu kutoka kwa nani? Kwa baba yake. Kama vile ambavyo sisi leo hii tunakuwa wategemezi wa nini? Wa uungu kutoka kwa nani? Kwa Kristo. Na kumbuka ya kwamba baada ya kwamba yeye amezaliwa katika sura nyingine, baada ya kwamba yeye amefanyika mmoja wa wanadamu mwenzetu, ametukuzwa, binadamu wake umetukuzwa, umeinuliwa hadi ukaasilishwa kwenye uungu. Ukisoma kile kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:5. Vile vile unaweza kusoma kitabu cha Ibrania 2:10 na ngapi? 2:7. Hiyo kitabu kinaitwa Heaven, ukurasa wa 72 hadi 74. Pia unaweza kusoma kitabu cha Desire of Ages, ukurasa wa 25. Nasema ya kwamba kutuhakikishia shauri hilo, yaani Mungu ameasilisha ubinadamu wa nani? Wa Kristo katika uungu. Milele zote atabakiza ubinadamu huo. Na ndiyo maana hatuna udhuru wa kuendelea kutenda dhambi. Naomba nirudie hiyo. Hatuna udhuru wa kuendelea kutenda nini? Dhambi. Uwezekano wote umefanyika ili kwamba tuweze kushinda dhambi. Ndiyo maana alikuja katika mwili. Ndiyo maana alidhihirishwa katika mwili. Ametoa zawadi. Zawadi ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Yaani yeye alikuja sio tu kusema ama kufundisha, bali alidhihirisha kwa maisha yake ya kwamba inawezekana tuishi bila kutenda dhambi. Na kweli inawezekana kabisa, kutokana na kafara ambayo imefanyika kwa ajili ama kwa faida yetu. Nasema kwamba katika kuzaliwa kwake katika sura nyingine alipata katika upeo mpya hadhi ya mwana wa Mungu. Upeo mpya wa nini? Hadhi ya nini? Mwana wa Mungu. Kwa nini? Holy Ghost ndiye alimzaa Yesu tumboni mwa nani? Mwa Maria. Katika hali hiyo ni sawa sawa na kwamba amezaliwa na Roho, na ambayo sisi pia, mimi na wewe, lazima tuzaliwe katika Roho ndiposa tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Jana kwani alimwambia Nikodemo kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili, asipozaliwa kwa maji na Roho, hawezi akaurithi nini? Ufalme wa mbinguni. Alivyozaliwa na Roho tumboni mwa Maria, sisi pia tunazaliwaje? Kibinadamu tumezaliwa, na tunazaliwa katika Roho. Unapoingia majini, ubinadamu unabatizwa, alafu nini tena inafanyika? Yesu anakubatiza na Roho wake. Yaani anakupatia Roho uweze kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kama vile ambavyo Petro walifundisha kwenye Matendo ya Mitume 2:37-38. Utubu, ukabatizwe, upokee nini? Kipawa cha Roho Mtakatifu. Yeye mwenyewe ndiye anakubatiza na kipawa cha Roho Mtakatifu, baada ya kwamba umeamini kile ambacho alikifanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hivyo ni muhimu kabisa kuweza kuzingatia hayo. Na hata sisi tunapobatizwa kwa Roho, iliza hapa, tunakuwa wana wa Mungu, wana na binti za Mungu. Kwa mujibu wa Yohana Injili 1:12, we become the sons and daughters of God, of the Most High. Kwa hivyo kilichovulishwa au kutenganishwa ni Roho Mtakatifu, uzima wake, asili yake ya ndani,
ambayo imeanza kujitegemea kama nafsi iliyojitegemea baada ya kwamba imezaliwa katika sura nyingine. Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Kristo. Mwakilishi wa nani? Wa Kristo. Lakini akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu na akijitegemea, akiwa amezingwa na binadamu, Kristo asingeweza kuwa kila mahali binafsi. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa faida yao kwamba aende kwa Baba yake na kuwatumia Roho Mtakatifu kuwa mrithi wake duniani. Hakuna ambaye hatimaye angekuwa na faida yoyote kwa sababu ya kuwepo mahali fulani au kuwa na mawasiliano na Kristo. Kwa njia ya Roho Mwokozi angeweza kufikiwa na wote. Kwa hali hii angekuwa karibu zaidi kwao kuliko kama angekuwa hakupaa wapi? Juu. God's Amazing Grace, ukurasa wa 191. God's Amazing Grace, page 191. Page 191. Mwokozi ni mfariji wetu. Hii nimemdhibitisha kuwa. The Savior is our comforter. Mwokozi ni mfariji wetu. Hii nimemdhibitisha kuwa. Hiyo ni Manuscript Releases, volume yake ni ya 8, ukurasa wa 49. Aya yake ni ya ngapi? Aya yake ni ya 3. Aya nyingine ya kumalizia hapa. Roho Mtakatifu ni mfariji katika jina la Kristo. Mfariji katika jina la nani? La Kristo. Ubeba wasifu wa Kristo. Na bado ni nafsi tofauti. Na bado ni nini? Ni nafsi tofauti. Tunaweza kuwa na Roho Mtakatifu kama tukiomba kwa ajili yake na kufanya mazoea, tukimgeukia na kumtumainia Mungu badala ya wakala mwanadamu yeyote anayeweza kufanya makosa. Hiyo ni Manuscript Releases, volume yake ni ya 20. Ukurasa wake ni ya 324, aya yake ni ya 2. 20 MR, page 324, paragraph 2. Na hii ndio inawachanganya hasa wale wa Adventista wa Sabato wa General Conference wanaposikia kwamba nukuu hii inasema kwamba Roho Mtakatifu ni mfariji katika jina la nani? La Kristo. Ubeba wasifu wa nani? Wa Kristo. Na bado ni nafsi tofauti. Unaona hapo? Ndio wanakuja kwamba unaona hapa kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi tofauti ambayo amekuwepo milele zote. Alikuja kwa jina la nani? La Kristo. Haya, ukija upande mwingine wa baadhi ya wana matengenezo wanaposoma hii sasa nayo inawachanganya, lakini hakuna mchanganyiko ulio hapa. Hali ya halisi ni kwamba Roho Mtakatifu ni mfariji katika jina la nani? La Kristo. Yaani vile tulivyomjua kwamba aliyekuwa hapo binadamu wa Kristo uliotukuzwa, ndio ujue kwamba anayekuja kwetu sio mwanadamu aliyetukuzwa. Anayekuja ni nani? Ni Holy Ghost, uzima wa Kristo. Ndio maana hapo tumesoma nukuu ya kwanza hapo kwamba Mwokozi ni mfariji wetu. Huyu msaidizi mwingine au mfariji mwingine ambaye angekuja ni nani? Ni yeye mwenyewe akiwa amevulishwa nafsi ya nini? Ya ubinadamu, yani uzima wake. Roho wake Mtakatifu ndiye anakuja kwetu. Hata maandiko yanaweka wazi, Wagalatia 4:6, Baba amemtuma Roho wa mwanawe aliaye ndani yenu, Aba, yani Baba. Unafikiri hata anayesimama mlangoni akibisha Ufunuo wa Yohana 3:20 ni nani? Si mwanadamu aliyetukuzwa, sio nafsi ya binadamu aliyotukuzwa, bali nafsi ipi? Ule uungu wake, Holy Ghost. Unatujaza sisi wote ambao tunampokea, na kwa jumla collectively tunatengeneza mwili wake. Tunaunda mwili wake, mwili wa Kristo, alafu yeye akiwa ni kichwa. Ule binadamu uliotukuzwa kiwa ni nini? Kichwa. Sisi wengine wote ni viungo. Sasa ile ghost inajaza mili hii. Mimi na wewe tunapojazwa katika hali hiyo, tunatengeneza mwili wa Kristo ulio collective body. Na ndiyo maana katika kiti cha enzi kule baadaye utakaposhinda, kwa mujibu wa Ufunuo wa Yohana 3:21,
utakuja kuona kwamba Baba yuko hapo. Ubinadamu wa Kristo uliotukuzwa huko hapo. Alafu tena nani tena wako hapo? Watakatifu ambao wameshinda. Hao watakatifu ni matokeo ya uzima wa Kristo, ni matokeo ya kafara aliyoifanya Kristo. Bila kafara tungekuwaje hapo kwenye kiti cha enzi? Bila roho kutolewa tungefikaje kwenye kiti cha enzi? Tumefika hapo kwa sababu tumekwisha shinda dhambi, na ndiyo kazi ambayo inafanyika ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kusema kitabu cha Review and Herald, Mei 19 mwaka 1904, ukurasa wa 42, anzia aya ya kwanza hadi 3. Unakuja kuona kwamba Roho alitolewa kama wakala anayeuisha, na bila huyu kafara ya Kristo haingekuwa na maana yoyote. Basi ninapohitimisha, kilichovulishwa, kilichotengwa kutoka kwa Kristo wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine ni nini? Ni nini kilichovulishwa na kutengwa? Kilichotengwa ni nini? Ni uzima wake, Roho wake Mtakatifu. Haungewezekana Roho wake Mtakatifu, uzima wake utengwe kutokana na umbo lake la kiroho. Lakini alipokuja katika umbo lake la nini? Na kwamba amekuja katika ubinadamu, iliwezekana kwamba sasa amekuja katika mwili, sasa inabidi afanye nini? Atenganishwe na ule ubinadamu wake. Na hata kule msalabani anaposema kwamba mikononi mwako nakabidhi roho yangu, yani kusudi tuweze kupokea, tuweze kuridhishwa. Na yeye sasa kuendelea hapo aishi akitegemea uzima wa nani? Wa Baba yake. Yani hiyo ni kafara kubwa sana ambayo amefanya na kujinyima kwa hali ya juu. Yeye ametupatia uzima wake, kisha yeye sasa ategemee Baba yake kwa ajili ya uzima. Na si ndio alisema, unitukuze na utukufu ule. Nasema kwamba katika Yohana Injili 17, utukufu ule ulionipa nimewapa wa. Alimpa utukufu huo lini? Kumbuka kwenye ubatizo alimpa utukufu huo. Basi ametupatia utukufu huo, ametupatia roho wake, uzima wake. Basi ningependa kuhitimisha na hii iwe ni sehemu ya kwanza. Katika sehemu ya pili tutaweza kumalizia tunapoendelea kuchambua na kuchimbua kilichovulishwa au kutengwa kutoka kwa mwana wa Mungu wakati wa kuzaliwa kwake katika sura nyingine. Naomba Mungu azidi kutubariki wote. Mungu aendelee kutufunulia mambo haya kwa undani, jinsi ambavyo iliyo mapenzi yake. Basi tuweze kumaliza kwa njia ya ombi. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu watupenda na unatupenda upeo. Umekuwa pamoja na sisi tangu tulipoanza kipindi hiki hadi kikatamatika vema. Jina lako lizidi kuinuliwa, upewe sifa na shukrani kwa sababu unastahili. Asante kwa somo hili, endelea kusaidia watoto wako wanaofuatilia mafundisho haya. Uendelee kutusaidia wote kwa jumla, tuendelee kufahamu kweli hizi jinsi zilivyo bila utatanishi wowote ule, na tuendelee kudhamini kafara kuu ambayo imefanyika kwa ajili ya kuturidhisha sisi, zawadi kubwa ambayo ni Roho Mtakatifu. Mapenzi yako yatimizwe hadi wakati mwingine. Sehemu nyingine ya pili ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya
enzi ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Mafundisho idara, bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Ninyi wana ya matengenezo, ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia
walisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.